Ninatishwa sana kuona kwamba kuna wenzetu wa Tanzania wanaoweza kuona kwamba hii hali ya vifo, mauaji, majonzi, wakati wengine hata maiti hawajazika, hawajui ziko wapi, wakaiona kwamba ni fursa. Ni hatari sana. Ndio maana nirudi kuomba tena, Tanzania kama taifa, tena sio taifa changa, miaka zaidi ya 64, hatuna sauti za wazee. Hatuna hizo sauti, zimezimika, zimezimwa, zimenyamaza. Hatuna wazee ambao wanaweza wakawa jasiri wa kukaa kwenye viatu vyetu. Wazee ambao wamekuwa tayari kusema kwamba sio kwa ajili yangu, kwa ajili ya wajukuu wangu. Wazee ambao hawatafanya jambo bila kuhofia kuhusu heshima zao. Hawapo katika nchi hii jamani. Mimi naomba niwaalike. Tuna mawaziri wakuu wastaafu, naamini wapo. Makamu wa rais wastaafu, naamini wapo. Majaji wakuu wastaafu ambao wanajua kabisa kwamba katika tena yao ya utumishi wao wamekuwa na kibali. Wakuu wa majeshi, hata wakuu wa polisi ambao tunailalamikia kila siku. Mimi naomba niwaalike. Kama taifa tunahitaji wazee watakaoweza kutusaidia angalau kuanza kupiga hatua ya kutoka kwenye hili shimo ambako tuko deep kwenye hii tunnel. Na hatuwezi kama tutaendelea kila siku kutafutiana mbinu ya kuepuka kurudi kwenye mstari. Kwanza kabisa tuseme tu kwamba hali haijatulia, kwamba matokeo yote yaliyolalamikiwa kabla ya Oktoba 29 mwaka jana, lakini baada ya kipindi hicho, na tena tuseme tu hata baada ya ujio wa mjumbe maalum wa Commonwealth, na hata baada ya tamko lao la ripoti ya Chakwera, bado mambo yaliyokuwa nyuma yanaendelea. Tumeendelea kuona utekaji ukiendelea. Tumeendelea kuona watu kupotezwa, sijui niseme. Tumeendelea kuona mauaji yakiendelea kutolewa taarifa. Lakini tunaendelea kuona namna gani ambavyo watawala wanashindwa kuwa wasikivu, haswa kwa jeshi la polisi ambalo limeendelea kulalamikiwa tangu mwanzo. Hapo zamani likituhumiwa kuwa lenyewe ndio watu wasiojulikana, lakini kitendo hata cha yule msaidizi wa Lissu ni David Jumbe aliyekutwa na pingu zile zikaenda kufunguliwa. Yani funguo ya pingu imepatikana kutoka kwa jeshi la polisi. Linaendelea kuonyesha kwa namna gani hali ni mbaya na hakuna kabisa wajibu wala uwajibikaji. Taarifa yetu ya mwezi uliopita ilizungumzia matamko na maelekezo au mapendekezo ya ripoti ya Chakwera. Katika kipindi cha siku 30 sisi kama jukwaa tumeendelea kufuatilia utekelezaji, niseme labda wa mapendekezo hayo, hususan lililokuwa la kwanza katika taarifa yetu ambalo lilisema ndani ya siku 30 Tundu Lissu, ambaye tutake tustake, Tundu Lissu ni kama pi kwenye hesabu, 3.14 haiwezi kubadilika. Ni fact katika chochote kinachozungumzia Tanzania ijayo baada ya mauaji ya 2025. Siku 30 tangu Julai 10 zinaisha August 10. Tumeona taarifa za mitandaoni
kwamba kumekuwa na tamko la kuendelezwa kwa kesi ya Tundu Lissu tarehe 10 mwezi wa 8, ambayo itakuwa ni siku moja baada ya zile siku 30 kuisha. Kwa maoni yetu tunapenda tu waambie watawala kwamba recommendations zile zilikuwa very specific. Kwa hiyo ni matarajio yetu sisi kama jukwaa kwamba tarehe hiyo 10 mwezi wa 8 tutakajenda kukiona ni either Tundu Lissu kuachiliwa huru ama Tundu Lissu kutamkiwa adhabu yake kisheria. Kwa hiyo habari za kwamba si muendelezo wa kesi na nadhani pengine ni matamko ya kisheria, lakini matarajio ya Watanzania wapenda haki na wengine ambao bila shaka hata kama sio necessarily wapenda haki, lakini ambao wanaangalia Tanzania kama sehemu ya mtandao wa kidunia, ni kwamba siku hiyo it's either Tundu Lissu kuachiliwa ama tusikie tamko sasa la adhabu, ambayo tunaambiwa adhabu ya uhaini ni kifo. Pendekezo la pili la Jumuiya ya Madola lilihusu kuondolewa kwa vikwazo vinavyozuia uhuru wa kukusanyika na kujieleza, pamoja na kuondolewa kwa vikwazo dhidi ya asasi za kiraia na vyombo vya habari. Ndugu waandishi wa habari, sisi kama jukwaa tunasikitishwa sana kuona kwa namna gani watawala wanaamua kuleta sarakasi kwenye masuala ambayo kwetu sisi ni masuala ya maisha. Katika kipindi tarajiwa cha uangalizi, kwa sababu tunapoambiwa mapendekezo kuna uangalizi, na walisema kabisa uangalizi huu utatolewa mrejesho mwezi wa 9. Badala ya kuonekana tukiendeana na ustaarabu wa kidemokrasia na utawala wa sheria, tunaona muendelezo wa ukamataji wa pengine hata watu wasio na hatia kwa vigezo mbalimbali, ikiwemo ugaidi, ambao ni makesi makubwa ya kutisha. Lakini pale ambako wahadhiri kama wewe daktari wanapokuwa darasani, mimi nimejiuliza, ina maana kule darasani hakuna wanafunzi? Kuna watu ambao wana mitazamo yao na wana kazi zao maalum kwenye vyuo vya taaluma, vyuo vikuu vya taaluma. Kwa tumeona wahadhiri wakikamatwa, lakini pia tumeendelea kusikia habari za watu kuendelea kupotezwa, jambo ambalo halitupi merit kwenye kipindi cha uangalizi. Na niseme tu kwamba hakuna loser, yani hakuna si winner kwamba mimi sifanyi kwa sababu mimi nimeshinda. Ni sisi wote wa Tanzania, wakiwemo watawala, wakiwemo watu wasiopenda siasa, wakiwemo watu wasiofuatilia mambo ya haki. Haya mambo yanatuhusu kwa sababu ni maisha ya kawaida ya Mtanzania ya kila siku. Lakini tatu, ilikuwa ni kufanyika kwa jukwaa shirikishi la mashauriano baina ya vyama vya siasa kuhusu mwelekeo wa maandalizi ya uendeshaji wa uchaguzi ujao. Mimi sitaki kuamini kwamba kikao cha Ikulu alichokizungumzia mwenzangu cha vyama vile 18 ambavyo vyote havikuwa na issue na uchaguzi, vyama vilivyoshiriki uchaguzi, ulikuwa unaendea kutekeleza azimio hili. Mimi nakataa. Na nakataa kwa sababu katika lugha nyepesi, labda mimi Kiingereza ni lugha ngapi, lakini interparty dialogue lina maana mazungumzo ya watu ambao hawakubaliani. Kwa ni mwanzo wa kukutana, kufikiria, kukubaliana kwamba sisi tusiopatana, tuliopishana kwenye hiki tunakaa. Ndio maana nasema sitaki kukubali kwamba kikao kile kilikuwa kinahusu hii. Nataka kuamini ni shughuli za mtawala zake za kawaida, lakini haziwezi kwa namna yoyote, kwa jinsi yoyote ile zikawa zina respond, zinajibu kipengele hichi. Lakini la pili tuniseme katika hilo, tuliona
pia kwamba katika mazungumzo yale kama ni yanafuata hayo, kama yanafuata yale ya nyuma yaliyotokea upande wa pili wa nchi. Tunaona hapa yule mhusika ambaye kama ninavyosema, unapozungumzia whatever dialogue, ina maana pande mbili, yule wa pande ya pili hakuwepo, lakini pia tukasikia statements zinazosema kwamba to hell. Labda tu tukumbushe kwamba hakuna namna ambayo hatusemei kwamba vile vingine labda visinge kuwepo, lakini kwamba utamuondoa huyu ambaye haina wasiwasi kwamba anawakilisha labda population kubwa ya Watanzania, wakati upande mwingine ulimuhusisha wa namna hiyo, na hivi vyama vingine havikuwepo. Kwa tunachorudi kusema kwamba tunasema tunachoona katika huu uwanda wa siasa, na ndio maana tunasisitiza kwamba katika matarajio yetu katika kujibu kuendana na pendekezo hili zuri, lazima mchakato. Na kama kuna asiyejua mchakato, tuseme labda kwa kifupi, tumetegemea sisi kwanza kusikia kwamba sehemu ya kwanza ya hiyo njia ya mchakato ina hizo pande mbili zilizohasimiana, zilizoshindwa kukubaliana, hata kusababisha bila shaka katika kutokukubaliana kule kusababisha na wananchi tukarali behind hawa. Kuna waliokubaliana na huyu na waliokubaliana na huyu, na bila shaka ni makundi makubwa. Basi hizo pande mbili tulitegemea kwanza zenyewe kwa pamoja ni lazima zitambuliwe, lazima. Ndio maana mimi nakataa kwamba kikao cha tarehe 30 Julai kilihusu hili, kwa hakuna namna kwamba utakataa kutambua kwamba Chadema ni sehemu ya mgogoro huu. Hakuna. Na hakuna mtu atakayekuelewa, na hakuna mtu atakayekubaliana na wewe, kwa sababu hatuko hapa kwa ajili ya mambo ya muda mfupi. Tuko hapa kwa habari ya Tanzania tunayoitaka, Tanzania tuliopewa, Tanzania yetu. Hatukuja kwa mkataba wa maandishi, wengine hatujui kwa nini Mungu alituweka hapa. Kwa tuna sababu ya kuwa na wivu mkubwa wa kung'ang'ania na kukazania njia sahihi ya kutoka hapa tulipo. Ndugu waandishi wa habari, hata nyinyi mnafahamu hapa tulipokuwa 2025 hatujatoka na hatuwezi kutoka mpaka tutoke. Kwa tunategemea mchakato ambao kwanza kwenye hatua 4 ya kwanza, sehemu zote mbili lazima zitambuliwe na zenyewe sasa ziandae timu zake za wataalamu. Inawezekana si lazima mtaalamu, si lazima uwe kada. Inawezekana mtaalamu si lazima uwe mwanachama wa hicho chama, lakini ni yule mtu ambaye hicho chama kinajiaminisha kwamba anabeba mawazo na matarajio na matamanio ya kundi kubwa, kwa sababu kama ni chama cha siasa ni watu. Huwezi kuwa ni chama cha siasa cha mtu mmoja kwa sababu ni chama cha siasa na ukasema unatuwakilisha pale ukaenda kujadili masuala mapana serious kama ya taifa la Tanzania tunalolitaka. Na tutategemea sasa hizo timu mbili hizo timu zitakazokuwa zimetambulika zenyewe ziweze kuwa na kutayarisha timu hiyo ya wataalam ya kuweza kunyumbulisha na kutambua maswala ambayo yalisababisha wao kutokuelewana. Na maswala hayo yaliyosababisha kutokuelewana katika hali hii yanaweza yakahusu haya ambayo maswali tumekuwa tukiuliza. Hatuwezi kuepuka. Ni nani alitufikisha hapa? Ni nani alitoa amri ya kupiga risasi raia waandamanaji ambao wana exercise their constitutional right to demonstrate kwa kukataa uchaguzi ambao wao wanaamini kabisa kwamba hauwasilishi matakwa yao na hamu yao ya kuchagua viongozi wanayowataka? Sasa hayo na hayo yako wewe unayokuja nayo, si ya maridhiano ya nini, nayo yaweke na mengine. Na bila shaka hata haya wanayoongea vyama vya siasa tuwaambie nao, bila shaka sio hayo waje kwetu watuambie, ambao watu, kwa sababu sio wao waliokuwa kule Katoro, waliokuwa kule maeneo yale 11 ambayo Teko wamefanyia utafiti na kujua ndio walikuwa most affected. Sio wao, kwa sababu wako hapa. Ndio tunataka mawazo yanayotoka kwenye watu walioathirika. Kwa hizo timu tunategemea tuzione zikifanya kazi yake. Na katika hatutegemei mtu yote aseme hichi sikitaki, usiongelee hicho, si usiseme hichi, usitaki kuongelea hiyo. Who are you? Sisi wote ni Watanzania. Weka pale kwenye kikapu, tuanze mchakato.
bila kuanza kuwa na elimination, kutoana katika awamu hii, katika hatua za mwanzo. Lakini pia tutategemea sasa hao wataalam hao watatoa pia, watashauri, kwa sababu ni wataalam, kwamba je, procedure ya methodology itakuwaje, mchakato huo wa kufikia kule wenzetu ambako wamefika kabla hatujaanza utafikaje, watatumia njia gani, watahusisha watu gani, kwa sababu si kila watu milioni 60 tutakuwepo, lakini watawezaje kufanya process ambayo sisi tutaamini kwamba tumewakilishwa na tuwe na amani nao na tuweze kusupport. Hakuna mchakato wa maridhiano utakaofanikiwa, na kwa kufanikiwa na maana kuwa sustainable, kama hautakuwa supported na wadau wenyewe. Na wadau sio political parties peke yake, wadau ni Watanzania wengine wote. Lakini pia tutategemea sasa, baada ya hapo watakubaliana kwamba sasa hizi ndio issues na hii ndio methodology, na hivyo kila upande sasa, hapo tutategemea ndio sasa uanze kuteua sasa team za watu ambao wanaamini wataweza kitaalam kuwasaidia kuchakata sasa huo mchakato wa kusema majibu, kutafuta majibu ya maeneo ambayo hawakubaliani. Kwa hizo ni process, na hawa ndio tunawaita hao negotiators. Sasa hapo ndio watakaporudi, tunataka kuamini kwamba watarudi kuuliza kwa wadau wao, wako comfortable na hao negotiators, kama ni wa ndani ama wa nje. Na ndio maana tunafikia katika kipengele tunasema kwamba hata ile ripoti ya tume tulioikataa, na mimi nikiwa mmoja wapo, ripoti yake ni muhimu ionwe, isomwe, kwa sababu tunaambiwa kwa principles za kawaida, he who pays the piper chooses the music. Kama imelipiwa kwa kodi za wananchi ambao ni sisi, basi tuna haki ya kusema tuione hiyo ripoti. Lakini pia baada ya hapo sasa, kila upande utakapo negotiate sasa, wakakubaliana yepi wanakubaliana, wapi hawakubaliani, sasa wao tutategemea sasa waje na maamuzi kutuambia wapi wamekubaliana, na kule ambako hawakubaliani haina maana kwamba wanavitupa. Maana ya mchakato ni kwamba utaendelea kwa muda mrefu, sio kitu cha siku moja, leo kesho umekuja na bili ya maridhiano, kesho kuta aina hivyo, havipo katika dunia yoyote. Lakini pia tunategemea katika process hiyo, basi kila upande utakuwa pia na backup ya kwamba wewe umesema hichi, lakini kuna ukweli gani, kwa sababu wewe hukuepo Katoro, wewe hukuepo nini, tutaaminije? Ndio hapo kunapotolewa sasa nafasi ya waathirika na wahanga kuwa sehemu ya mchakato kwa kuweza kutuambia sasa ukweli, evidences. Ndio maana narudia tena kusema kwamba ndio maana ripoti ya tume ni muhimu, haiwezi kuendelea kukaa kwenye kificho milele, kwa sababu yenyewe ni tool ya kusonga mbele, ni tool ya kwenda mbele. Maana tumekuwa tukipiga kelele kwamba lazima kuwe na utafiti. Swala la quality ya utafiti sasa inaonekana ni issue nyingine, lakini angalau utafiti uwepo. Lakini baada ya hapo sasa, wakishafika hapo sasa, tukishafika sasa level hiyo, kwamba jamani, kila upande umekuwa na backup, evidence zimetolewa, ukweli uko pale, na tunarudia tena swala la ukweli na uwazi halina msalie mtume, halina namna ya kuliepuka. Ni lazima kama tunataka kwenda hatua moja hadi nyingine. Sasa nilikuwa tu napenda kuangalia na napenda nialike hata hawa wajumbe wa tume zinazochaguliwa, naomba niwaalike waende wakafuatilie. Sasa hivi kuna tume ya ukweli kuhusu state capture ya South Africa chini ya retired South Africa Judge Mbuyisela Madlanga. Leo ni siku ya 156 na mimi ni mdau mkubwa sana wa hiyo tume, kwa sababu ninaona tumekuwa na tume, nasema zinakuwaje? Kwa best practices ni lazima tuendelee kwa wenzetu waliopita kwenye maeneo kama hayo, matatizo kama hayo, wamefanyaje? Hatuwezi kuendelea kujiambia kwamba kuwa kisiwa ndio sovereignty. No, haiwezekani. Tunalo tatizo, tulitatue kwa njia za kisayansi na zinazokubalika na kila mtu, ili tuweze kutoka hapo tulipotoka. Kwa ni kwa namna hiyo tunaendelea kusema sisi kama jukwaa kwamba tunafikiri watawala watusaidie kwa kutupunguzia sarakasi za sijui nani miswada,
sarakati za sensa za kwenye mitaa ambazo hazina hata sheria zinazozibaka. Hata kama tuliharibu katika utawala wa sheria, hatujachelewa kuanza kurudi pale, angalau kwenye haya mambo ambayo yanahusu tatizo kuu ambalo bado hatujaanza kuliaddress.